Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya wakati wa baraka. Mungu amekuwa mwaminifu kwa ajili ya maisha yetu, ametuonekania kwenye kila hatua. Basi ningependa tuweze kwenda moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha leo kutoka madhabahuni. Leo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake. Kabla sijaenda mbali sana, ningetamani niweze kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neema yako, mfalme wa falme. Asante kwa ajili ya uwepo wako Bwana. Asante kwa ajili ya majira haya. Asante Bwana kwa ajili ya mfuatiliaji wetu, na asante kwa ajili ya watumishi wako Bwana. Umewapaka mafuta kwa ajili ya kazi yako. Tunakutukuza mfalme wa falme. Heshima na utukufu tunakupa wewe Bwana. Majira haya tunapoenda kuanza kipindi hiki Bwana, kutoka madhabahuni leo Bwana, utukufu wako ukadhihirike kwa kila mtu ambaye Bwana anaenda kusikia neno hili, maisha yake akageuzwe. Roho Mtakatifu ukahusike ndani yetu tunapoanza mpaka tunapoenda kumaliza kipindi hiki Bwana, katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, karibuni sana. Na Mungu awabariki sana kwa kuja. Naamini Bwana amewapaka mafuta kusimamia hili jambo mpaka lieleweke. Haleluya. Tunapoona leo tumepata neema tena, tumepata Mungu ametupa nguvu za kufika mahali hapa. Maana yake ni neema yake. Hatuchukulii kwamba ni jambo, kwamba ni akili zetu tu, ni nguvu zetu tu, bali ni neema ya Mungu. Amen, amina. Basi kutoka madhabahuni leo, Mungu ametupa neno la kwenda kujifunza, na pia kwa ajili ya kushirikishana na mfuatiliaji wetu, mtazamaji wetu, kokote kule anakotufuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ujumbe wetu wa leo unasema uaminifu. Haleluya. Ujumbe wetu wa leo unasema uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumzia uaminifu, uaminifu ni tabia ambayo imejengwa kwa muda mrefu mpaka mtu aweze kuaminiwa. Maana yake ni tabia ambayo mtu ameijenga kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hiyo, watu hawawezi kumwamini mtu kwa siku moja. Kuna namna kadiri ya mienendo ya huyu mtu anavyoendelea kuishi na watu, tabia zake, namna ambavyo anaonyesha njia zake, maisha anayoishi na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Upelekea kujenga uaminifu. Haleluya, amen. Sasa tunapozungumzia uaminifu, lazima tuweze kujua. Kuna mtu anaweza akawa anasema, sasa nini maana uaminifu? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa tukizungumzia uaminifu, uaminifu ni jambo linalopelekea kuaminiwa. Haleluya, amen, amen. Au uaminifu ni hali ya kuonekana kwenye namna ya kuwa mkweli, unaona na anayeweza kutegemewa, amen, na wengine katika kutimiza nini? Wajibu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Uaminifu ni tabia ya mtu kuwa mkweli na anayeweza kufanyaje? Kutegemewa na wengine katika kutimiza wajibu fulani. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kwa maana hiyo, uaminifu ni sifa ya tabia inayojengeka kupitia mienendo thabiti, ukweli na uwajibikaji, na ni msingi wa mahusiano imara. Mfano, kwenye eneo la kazi, katika biashara, na kwenye familia au kwenye ndoa au kwenye mahusiano, vyote vinahusisha nini? Uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya, haleluya. Kwa tunapozungumzia uaminifu tumeweza kuona tafsiri hii hapa ambayo imetusaidia kupata mwanga fulani wa kuweza kupata sasa uelekeo wa hili somo letu au kwenye kipindi chetu, tuweze kuruhusu kila mtu sasa mahali hapa, watumishi wa Mungu waweze kutambaa kila mahali, tuone kila mtu ana nini cha tujenga leo kuhusiana na hili jambo la uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma maandiko kwenye kitabu cha Timotheo wa pili, ile sura ya pili na ule mstari wa 15. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 15. Unaweza ukasoma, mtumishi wa Mungu, kama utakuwa umepata. Unaweza ukasoma pia kwenye yes. Anasema jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Anasema jiepushe na maneno yasiyo na maana ambayo si ya dini, kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu. Mstari wa 17. Itatosha tu hapo, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tumeona hapa anasema jitahidi kujionyesha ili kwamba uonekane kwamba umekubaliwa na nani? Umekubalika na Mungu. Kiukweli hapa anaposema jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na nini? Na sababu ya kutahayari. Tena anasema ukitumia kwa halali neno la kweli. Haleluya. Neno la kweli. Kumbe hata Mungu mwenyewe anataka watu waaminifu. Yaani kwenda mbele za Mungu mwenyewe anataka watu waaminifu. Tutakapoendelea mbele tutakuja kuangalia kwa habari ya kuaminiwa pia na Mungu. Lakini kwa sasa ningetamani tu tujikite kwenye eneo la uaminifu, kwa maana ya mfano mtu kwenye kazi, kwenye biashara, namna ya mahusiano, anavyohusiana na watu. Tuone namna uaminifu unavyoweza kuwa ni silaha ya kumfanikisha mtu, na pia mtu kutokuwa mwaminifu, namna ambavyo anaweza akashindwa kufanikiwa. Watu watakuwa wanatamani kuwekeza kwake kwa sababu ya kutokuwa mwaminifu. Unashangaa watu wanasema bwana, yule usimwamini, usimpe vitu vyako vya thamani. Lakini pia kuna mtu mwingine anaweza akasema yule muamini, yule mpe, wekeza pale, kwa sababu ya uaminifu. Kwa hiyo tunaanza kuona kwamba tabia ya uaminifu ni kitu ambacho kinaweza kumfanya mtu aweze kufanikiwa. Kufanikiwa, unajua, ni jambo linalohusisha watu pia, kuaminiwa na watu. Amen. Kwa hiyo kufanikiwa ni jambo linalohusisha watu. Huwezi kufanikiwa peke yako bila watu. Yamkini kwenye masuala hata ya biashara, kwenye masuala hata ya huduma, kuna watu wanatamani wawekeze kwako, lakini pia itategemea nini? Uaminifu. Mtu anataka akwambie siri fulani itakayo kufanikisha, itahitaji pia nini? Uaminifu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa maana hiyo kwenye maisha haya tulionayo, kufanikiwa kwa mtu kunategemea sana hii tabia ya uaminifu. Sio tu kwamba mtu anaishia kuomba tu, ana upako tu. Upako pia unapaswa uendane na hii tabia nini? Ya uaminifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Basi bila kuchelewa, ningetamani nianze na mtumishi wa Mungu hapa. Pastor Messi ataweza kuzungumzia kuhusu hii tabia ya uaminifu kwenye eneo ambalo yeye anaona leo. Tumesema kwamba tumejikita zaidi kwanza kwenye namna tunavyohusiana na watu, kabla hatujaenda kwenye kile kipengele cha kuaminiwa na Mungu, namna tunavyohusiana na watu. Sasa tabia hii ya uaminifu kwa wenzetu tunaoishi nao, kwa majirani zetu au marafiki zetu, je, kuwaje hapo? Amen. Karibu sana mtu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Jioni ya leo tunajifunza neno uaminifu.
Mimi naweza nikasema ya kwamba uaminifu ni kitu ambacho kinakuwa ndani ya mtu. Ndio. Na pia uaminifu ni roho ambayo inakuwa ndani ya mtu. Ukisoma kwenye Wagalatia pale kwenye tunda la Roho kuna kitu kimeandikwa uaminifu. Uaminifu pale. 5 kuanzia mstari wa 22. Ndio, kuna kitu kinaitwa uaminifu. Kwa hiyo uaminifu ni kitu ambacho kinakaa ndani ya mtu na kinatakiwa kiwe roho ili kiweze kutoka kwa watu wakione. Leo mimi nitazungumzia ya kwamba mtu mwenyewe asipokuwa mwaminifu ye mwenyewe kwenye maisha yake ya kila siku, ye mwenyewe hawezi kuwa mwaminifu kwa watu. Kwa mfano, kuna mikakati mingi ambayo watu wengi wamekuwa wakifanya, yani wakijiahidi wao wenyewe, lakini wanakuwa sio waaminifu. Hawajiadabishi wenyewe, wanakuwa sio waaminifu. Labda unakuta mtu mwingine anapanga, nataka niweke hizi pesa ili niweze kufanya biashara muda fulani, labda muda wa miezi 3 au miezi 4 au mwaka, lakini yeye mwenyewe anakosa uaminifu, anakosa kujiadabisha kwenye kile kitu, mwisho anakula zile pesa. Lakini sasa hili jambo akishashindwa, yani tabia ile ikishamshinda yeye mwenyewe, hawezi kuwa mwaminifu kwa mtu mwingine. Atawezaje kuwa mwaminifu kwa mtu ambaye anaweza akasema, Bwana, mimi naomba unihifadhie pesa hizi? Kama yeye sio mwaminifu, hawezi kuishinda hiyo hali. Sasa inatakiwa yeye mwenyewe aishinde ile hali ya uaminifu, ndipo aweze kuaminiwa na mtu mwingine. Awe na tabia ya uaminifu. Awe na tabia kuanzia upande wake. Unaona? Pia huyu mtu anaweza akamwahidi Mungu ya kwamba mimi Mungu, labda nimekuahidi, nilikuwa sina kazi, nimekuahidi Mungu, ukinipa kazi kuna hiki na hiki nitafanya. Sasa yeye asipokuwa mwaminifu, Mungu hawezi kumwamini. Mungu hawezi kumwamini. Biblia inasema hapa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na ule mstari wa 10. Mstari wa 10 ndio anasema ya kwamba anasema usiogope mambo yatakao kupata. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Hiki kitu, ili neno napenda nizungumzie kwenye kipengele ya kwamba kuna wakati mwingine watu wa Mungu ambao tayari tumeshamjua Kristo, tumeshamjua Mungu, especially kwa sisi ambao tunafanya biashara kwenye eneo la uaminifu. Mtu anaweza akaja, kwa mfano kuna biashara ambao mtu anaweza akaifanya, labda uaga anachukua bidhaa, ndio nchi ambao anaenda kuchukua hiyo bidhaa, lakini kuna mtu anaweza akamletea akasema, Bwana, hii bidhaa nimeipata sehemu fulani, lakini nitakuuzia kwa bei ndogo, na ameambiwa kabisa kwamba hii bidhaa, lakini kuna sehemu nimeipata sio halali. Na wewe ambaye umeokoka tayari, inatakiwa uwe mwaminifu kukataa kwamba mimi siwezi kuchukua kitu ambacho sicho cha halali. Unaona, sicho cha halali. Unaona, na hapa Biblia inasema uwe mwaminifu hata kufa. Unaona, kuna wakati mwingine unasema siwezi kupoteza milioni 3 ambazo huyu mteja nikiuza hiki kitu nitapata faida. Unaona, kwa kukosa uaminifu. Kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ni rafiki yangu, aliniambia ya kwamba kwa upande wa Mungu mimi siwezi kusubiri. Unaona, akaenda mkoa wa karibu, akaenda kuchukua bidhaa fulani ambazo ilitakiwa auze zimletee faida. Lakini hakukaa kwenye uaminifu kwamba yeye ni ameokoka ili awe mwaminifu. Nikamwambia, kwa nini wewe umeenda kuchukua hiki kitu ili uuze upate thamani? Akasema, kwa Mungu kuna kusubiri sana. Kumbuka Mungu amesema uwe mwaminifu na mimi nitakupa taji ya uzima. Unaona, kwa kitu cha uaminifu kinalenga kwenye sekta mbalimbali, especially kwenye ndoa mtu anatakiwa awe mwaminifu, kwenye kazi mtu anatakiwa awe mwaminifu, kwenye sekta mbalimbali unatakiwa uwe mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwenye mahusiano unatakiwa uwe mwaminifu kwa Mungu ili mahusiano yako yaweze kudumu, ili mahusiano yako yaweze kukaa. Manake usipokuwa mwaminifu, kwa mfano mimi hapa niko na kuna Pastor Jennifer pale. Siku ya kwanza atakapokuja kuniletea neno,
akizungumza kitu fulani, mimi nitanoti kwamba alikuja kuzungumza kitu fulani, lakini siku ya pili akaja akazungumza kitu kingine, siwezi kumwamini tena, kwa sababu amekuwa sio mwaminifu kwa lile jambo ambalo ameniletea. Amesema uongo, sitomwamini tena. Ina maana atakachokuwa anakizungumza atakuwa anazungumza kitu cha uongo. Na wewe mfanya biashara ambaye umekuwa sio mwaminifu, wateja watakukimbia, watasema ni kweli mtu yule anauza bidhaa nzuri, lakini sio mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wateja ambao wanaweza akaja pale kwenye biashara yako, wanauliza, bwana, hiki kitu ni cha lini? Unasema ni cha leo, lakini kitu ni cha juzi. Haujawa mwaminifu. Lakini amesema hivi kwenye Biblia, anasema hivi, anasema ukweli ndio utakayemweka mtu huru. Tayari watu wataambizana, watasema ni kweli mtu yule anafanya biashara, ila ni mtu ambaye anazungumza ukweli. Mtu mwingine hatotaka kuinunua hiyo bidhaa, lakini kwa sababu unazungumza ukweli, yuko tayari kununua ile bidhaa kwa sababu ya ukweli. Na Mungu pia atakuwa pamoja na wewe kwa sababu umezungumza ule ulio ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuna mtumishi wa Mungu ametoka kuelezea hapa upande wake, namna anavyoelewa na pia namna anavyotamani tujifunze, na yule anayetufuatilia moja kwa moja kutoka kwenye kipindi cha Kutoka Madhabahuni leo, ili aweze kupata kitu cha kumjenga. Kuna mahali alisoma pale kwamba anasema kwenye hiyo ufunuo kwamba uwe mwaminifu hata kufa, ndipo utapewa nini? Taji. Uwe mwaminifu hata kufa. Uwe mwaminifu hata, yani uaminifu wako yani kusababishe yani mpaka ipelekee uwe mwaminifu mpaka kufa. Yani usije ukaacha kwa sababu umetishiwa. Yani bwana, hata mkiniua siwezi kuacha hiki kitu, siwezi kuacha kusimamia hiki kitu kwa uaminifu. Sasa hapo mimi nikajifunza kwamba anaposema utapewa taji, kumbuka mwanzo nilisema kwamba uaminifu ndio unaopelekea mtu aaminiwe kwenye vitu vya thamani. Kupewa taji ni kama ngazi tu fulani ambayo inaweza ikamfanya mtu pia kwenda hatua nyingine, kuaminiwa na mtu. Kuna mahali Biblia inasema heri mtumwa mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, tutakuja kuiongelea hiyo baadaye. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, tutakuja kuongelea upande wa Mungu sasa. Sasa leo tumeona tunapozungumzia upande wa sisi kwa sisi kabla ya Mungu, namna gani maisha yetu tunavyoishi katika namna ya kuaminiana, ule uaminifu, ili mtu hata akitaka kuja kuwekeza kwako, kwamba bwana, nimeona wewe tunaweza kufanya biashara, au mtu anasema huyu ningetamani kufanya naye biashara, lakini naona ni kama hana uaminifu. Na pia huyu mtu ameonaje? Maana yamkini kuna siku aliwahi kupima mahali fulani. Kwa mfano ukuta mtu mwingine anaweza ukamwagiza hata dukani arudishi change. Kidogo kidogo ndivyo anavyoondoa uaminifu kwa mtu mwingine. Kwa hata kama alikuwa anataka amsaidie zaidi ya pale, huyu sio mwaminifu. Mungu asaidie sana. Haleluya. Kwa tumeona uaminifu namna ya maisha tunayoishi tu. Nimesema kwamba Mungu ili amuinue mtu anatumia mtu. Na ili huyo mtu atumiwe kwako, lazima wawe wameona maisha yako, nyenendo zako, haleluya, tabia zako. Je, ni mtu unayeaminika? Au tu wewe unaomba Mungu akuinue lakini hauaminiki kwenye eneo la tabia ya uaminifu hauna? Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa mfano unaweza kukutana na mtu anakuambia tuonane muda fulani mahali. Wewe labda ni saa 2, wewe unaenda saa 4. Tayari mtu anaona kabisa huyu siwezi kufanya naye biashara, huyu siwezi kuwekeza, yani siwezi kuanzisha naye kampuni, kwa sababu kama kwenye eneo la muda hajawa mwaminifu. Je, tutakapoanza kufanya hii kazi, si ndio tutafeli sasa? Mungu atusaidie sana. Haleluya. Okay, naomba tuweze kusogea kwa mtumishi wa Mungu hapa. Nimkaribishe Pastor Christina. Karibu mtumishi wa Mungu. Karibu sana. Amen. Amen, amen, amen. Asante sana baba kwa hii nafasi ambayo umenipa. Najua ni upendeleo kabisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaendelea na somo letu linalosema uaminifu. Ndio. Uaminifu ni tabia ambayo inajengeka ndani ya mtu
kila siku. Okay. Si kitu cha siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwa kadiri ambavyo utakuwa mwaminifu kwa kile ambacho, kwa ile nafasi ambayo umewekwa, ndivyo ambavyo utakuwa unaaminiwa zaidi. Zaidi ya hapo. Zaidi ya hapo. Kadiri ambavyo utakuwa mwaminifu kwenye nafasi ulioko, haijalishi unaiona au ndogo kiasi gani. Kwa mfano sisi tukizungumzia tuliookoka huku kanisani, unakuta mtu anasema nataka Mungu aniinue niwe apostle wa kimataifa. Yes. Niwe prophet, niwe mwinjilisti wa kimataifa, lakini hata eneo tu ameambiwa yeye anadeki kanisani, hajawa mwaminifu kwenye hilo eneo. Yes, tuendelee mtumishi wa Mungu. Amen. Unajua mambo mengi au sehemu nyingi kwenye kampuni, kwenye ndoa, kwenye familia kumekuwa na uharibifu mwingi kwa sababu ya ukosefu wa uaminifu. Mtu anasema yani mimi mume wangu sasa hivi simuelewi. Yani mke wangu sasa hivi simuelewi, lakini kuna chanzo pale kinachofanya wale watu wasielewane. Ndio. Na hicho chanzo kikubwa ni kukosa uaminifu. Tukirejelea kwenye Biblia, tukimwangalia Adam. Ndio. Adam alikuwa ameweka agano na Mungu. Manake yeye ilipaswa awe mwaminifu kwenye lile agano, asingemtazama mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kweli kabisa mwanamke alikubali akaingizwa, ila yeye angelitazama lile agano lake na Mungu. Manake kule kukosa ule uaminifu ndiko kulikofanya Adam na Hawa watoke kwenye nafasi waliokuwa wamewekwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo sasa hivi wako wachungaji, wako wafanyabiashara, madaktari. Daktari yuko tayari aweze kupokea rushwa ili mtu apoteze maisha. Hajui kwenye ile nafasi Mungu amemwamini. Wale watu wamemwamini kwamba ukimpeleka huyu mtu kwa daktari fulani, nina uhakika atapona. Ila kwa sababu madaraka au hela imetangulia mbele, akajikosesha ile nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tutasoma kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 4 na ule mstari wa 6. Timotheo wa kwanza sura ya 4 na ule mstari wa 6, neno la Mungu linasema hivi. Anasema uwakumbushe ndugu mambo hayo, nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu, na mzoefu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri yale uliyoyafuata. Huyu mtu hapa sio kuwa mwaminifu kwa Kristo kwanza, hapana, ila kuwa mwaminifu kwa wale anaowaongoza ili waweze kufuata kila ambacho na yeye anakifanya. Manake sababu ya wao kutokuwa mwaminifu utawafanya watu wengi wapotee. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ukosefu wa uaminifu wa Adam kwa Mungu ukatufanya watu wote tupotee. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So ni namna gani unathamini nafasi uliyowekwa, hata kama ni ndogo kiasi gani? Mungu anaiangalia hiyo nafasi, watu wanaiangalia hiyo nafasi ili uweze kupandishwa kwenye nafasi nyingine. Kuna watu watakuja ambao wamekukuta wewe kwenye hiyo sehemu, kwenye hiyo kampuni ambao umewekwa. Kama watakuwa waaminifu kuliko wewe, watapandishwa daraja. Nini kinazaliwa? Ndio maana sehemu nyingi unakuta kuna chuki zinatokea. Mtu anamchukia mwenzie bila sababu. Yaani wewe umekuja juzi tu, yaani imekuaje? Hapana, yule mtu amekuwa mwaminifu kwenye eneo lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu Pastor Christina. Labda ninajaribu tu kurejelea hapa kwamba kama tulivyosema, uaminifu ni tabia inayotakiwa ijengwe. Yaani uaminifu huwezi kuomba kama naombeni mniamini. Uaminifu ni tabia unayoijenga mwenyewe kwa watu. Huwezi kuambia watu kwamba leo nawakusanya hapa, jamani nataka kupiga kura, wangapi wananiamini? Mungu atusaidie sana. Amen. Kadiri watu wanavyoona maisha yako, tabia zako, menendo yako, ndivyo hata usipowaambia wao wataambizana kwamba huyu ndugu kwenye hili eneo aisee yuko vizuri. Amen. Kwenye hili eneo ni mwaminifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo huwezi kuomba kwamba naombeni, yani uaminifu sio haki ya kuomba. Uaminifu ni matokeo ya tabia uliyoionyesha kwa watu. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Kwa watu wanaokuzunguka kwenye familia, kwenye jamii,
kwenye taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Okay. Naomba tuweze kusonga mbele. Naomba tuhamie kwa watumishi wa Mungu hapa, na kipengele ambacho tunaenda kuzungumzia sasa ni kipengele ambacho kinahusisha kwa habari ya kuaminiwa na Mungu. Tulikuwa tunaongelea hapa kipengele cha sisi kwa sisi kama watu wana wa Mungu kuaminiana, namna gani umeweka uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tumeona mtumishi wa Mungu amekuja kusoma hapa andiko linalozungumzia kwamba uwaonyeshe watu, yani maisha unayoishi yenyewe yawe kielelezo. Sio kuomba kwamba naombeni mniamini. Maisha yako unayoyaishi, tabia zako. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana kuna watu nakuta wanajitetea, kwa hiyo hamniamini. Yani watu wanataka waone, sio kwamba kujishuku kwamba kwa hiyo hamniamini, kwa hiyo sasa mtaniamini lini? Wanataka waone namna ya maisha yako, mienendo yako. Hata usipowaambia, wakiona tu namna unavyoenenda watakuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, na tunapozungumzia kuaminiwa na Mungu, Mungu anaweza akawa amempa mtu nafasi kwenye eneo fulani, yamkini hata sio mchungaji, ila mtumishi wa Mungu alizungumzia hapa, inaweza kama amepewa tu kwenye eneo la mfano labda aliongelea udaktari, ualimu, sio kwenye masuala ya uongozi, kisiasa, serikalini, kwenye maeneo mbalimbali, kwenye taasisi binafsi labda, kwenye nini kingine, yani kwenye mfano hata mtu ameenda mfano mtu amekuita labda kwenye ofisi yake, akaamini kwamba mkikaa pamoja mtafanya kazi, kumbe pale Mungu amekupeleka pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtu bila kujua anaweza kafiri ni yeye tu ameenda pale, kumbe Mungu anakuwa anakuangalia. Ukiwa mwaminifu hapo, anakuinua tena hatua nyingine. Kwa maana hiyo Mungu mwenyewe ndo anakuwa anafuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu wana wa Mungu, niwaambie kitu kwamba unajua Mungu amewaweka watu kwenye engo mbalimbali. Lazima hilo tutambue pia. Yes. Unaweza kukuta mtu ni mwalimu wa shule ya msingi, kumbe ni Mungu amemweka pale. Si mwalimu wa sekondari, Mungu amemweka pale. Si mwalimu wa chuo kikuu, Mungu amemweka pale. Sasa unashangaa labda mwalimu ameanza tabia zake mpaka alale na wanafunzi watoe miili ndio awasaishie mitihani, kumbe Mungu anampima tu uaminifu. Anashangaa miaka yote yuko hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu hajawahi kuwa mwaminifu ili apelekwe tena hatua nyingine. Mungu atusaidie sana. Watakuwa wanalalamika tu, jamani wachungaji niombeeni, maana sivushwi, sipandishwi hata cheo, nina mikosi labda ya ukoo. Kuna eneo huyu mtu hajawa mwaminifu. Mungu atusaidie sana. Sasa tukija pia hata kwenye utumishi, kuna wakati wewe unaweza kuwa mchungaji, kuna maeneo fulani usipokuwa mwaminifu hauendi hatua nyingine, kwa sababu anayeinua si Mungu. Anasema umuinua mnyonge kutoka mavumbini. Kwa maana hiyo, ili uinuliwe, kuna kitu hapo kinaitwa uaminifu kwenye eneo ambalo Mungu alikuwa amekuweka. Haleluya. Kuna mahali anasema kwenye Zaburi, anasema akaniweka panapo nafasi. Maana yake Mungu mwenyewe ndio huwa anafanyaje? Anawaweka watu panapo nafasi, wakisha kuwa waaminifu kwenye lile eneo la kwanza au kwenye ngazi ya kwanza aliyokuwa amemweka. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akaa labda ni askari, sijui ni askari jeshi, sijui askari polisi, kwa namna yoyote, vyeo vyote ambavyo wewe unavijua, usipokuwa mwaminifu kwenye hilo eneo, hata ungewekewa mikono na watumishi wa Mungu mpaka ukaota upara, hautaenda hicho kiwango kingine mpaka uwe mwaminifu kwenye hiyo ngazi. Kwa maana hiyo, kwenye ufalme wa Mungu watu hawavuki, yani huwezi kuvuka kanuni. Haleluya. Tuko sawa sawa? Amen. Kitakachoamua kuvuka hapo ni uaminifu wako. Ndio maana hata kwenye ofisi mbalimbali unaweza kushangaa kuna wafanyakazi wengi, ila wakawepo labda mmoja au wawili ndio wamepewa zawadi kwa ajili ya utendaji bora. Unaelewa sasa? Sasa unakuta labda watu watendakazi labda au wafanyakazi wako 100, alafu wawili tu au 80 ngapi? 98. Wote wameachwa na wote walikuwa kwenye ofisi moja. Sasa kilichoamua hawa watu wawili waonekane kwamba ni wazuri na ni watu ambao wanastahili kupewa zawadi
Ndio kama hapana anasema utapewa taji. Taji na anapewaje? Kwa sababu ameonyesha nini? Uaminifu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa tunaona kwamba kinachomfanya mtu aweze kupandishwa daraja fulani, aweze kuwekwa mahala fulani ni kwa sababu ya uaminifu. Unajua sio kila mahali mtu atapandishwa cheo kwa sababu ameenda kusoma. Kuna watu sehemu wanapandishwa cheo kwa sababu ya utendaji mzuri wa kazi, uaminifu kwenye majukumu. Kweli mimi nakwambia, sio wote watapandishwa wapi? Watapandishwa cheo au kuwekwa kwenye ngazi ya juu kwa sababu ameenda kuongeza kozi. Wengine wao wanachukuliwa pale kwa sababu ya namna ya kazi anayoifanya, namna ya uaminifu kwenye kazi yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Tuko sawa sawa watumishi wa Mungu. Amen. Basi niweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu hapa Pastor Jennifer kwa ajili ya hiki kipengele cha pili kinachozungumzia habari ya kuaminiwa na Mungu. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana baba. Namshukuru Mungu. Amen, amen. Kwa ajili ya neema yake. Amen. Leo Mungu anatusisitiza kwa habari ya uaminifu, pia kuaminiwa na Mungu. Amen. Unajua baba, kuna watu wanajua ya kwamba ni Mungu atashuka ndo ajawaambia mwanangu unatakiwa Mungu yuko ndani ya mtu. Mungu ni roho. Kwa hata saa hii kinachotoka ni Mungu anasema. Amen. Kwa kuna watu ambao wamejiwekeaga yeye mimi namsikia Mungu. Ni kweli kwenye kumsikia Mungu kuna aina mbalimbali za kusikia. Ndio. Kuna wakati fulani yule tajiri alivyoenda kuzimu wakati wa Lazaro, sasa yule tajiri akatamani Lazaro atoke aende duniani akawajulishe ndugu zake, lakini haikuwezekana kwa sababu Mungu ni Mungu wa kanuni. Akamwambia wako kina Elia, wako manabii, wasipowasikia wao. Kwani wale manabii walikuwa ni Mungu? Ni wanadamu. Kwa Mungu ana tabia ya kutumia mtu na ndo kanuni. Kwa hata saizi mtazamaji na dunia nzima inayotutazama hapa, usichukulie ya kwamba namuona yule askofu no. Jua ni Mungu anasema na wewe. Amen. Kwa Mungu anasema na watu juu ya uaminifu. Amen. Na ukianza kuona meseji hizi ujue ya kwamba kuna watu wameshaporomoka kwenye eneo la uaminifu. Amen. Kwa kukosa uaminifu, baba alisema ya kwamba huwezi kwenda hatua nyingine wala ngazi nyingine kwenye nyanja zote. Amen. Japo kuwa baba ameniambia nielezee, nifundishe au ni mwelekeze mtazamaji na kumfundisha neno hili na sisi pia. Amen. Kwa habari ya kuaminiwa na Mungu. Tendo la kuaminiwa na Mungu sio tendo la siku moja. Ndio. Kwa mimi nitazungumzia sana kujikita maeneo hayo. Watu wengi wanadhani ya kwamba mimi nikitoa 1,000,000 sadaka Mungu ameshaniamini. Hapana. Kuwa kwenye moyo wa Mungu ni process. Haiwi siku moja. Ndio. Hebu ngoja tumuone mtu mmoja wa kwanza kabisa ambaye ni mwanzilishi wa imani yetu, Yesu Kristo. Ndio. Yesu Kristo pamoja na kwamba alikuwa ni mwana wa Mungu, lakini alijitahidi kunyenyekea hata mauti ya msalaba, kuhakikisha kuwa mwaminifu kwenye kazi aliyotumwa na baba yake. Amen. Amen. Sasa wakati anaendelea, kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinamuunganishia uaminifu wake na baba yake. Yes. Kwa uaminifu huu sio sehemu moja, ni maeneo yote. Amen. Yaani usije ukasema ya kwamba mimi nishajiaminisha kwenye eneo hili alafu eneo hili hapana. Ni maeneo yote. Yesu tukimwangalia alikuwa mwaminifu kwenye kila eneo. Kwenye kufanya kazi, kwenye kuomba kwa muda ule ule. Hakosei. Kuna sehemu anasema ya kwamba akaomba maombi yale. Kwa kodi ya Mungu kuja kumuona, kumuamini, aliangalia huyu mtu kila saa ikifika anaenda mlimani. Anaenda kuomba. Haijalishi unaomba nini, ila muda ni ule ule. Kwa akajenga uaminifu. Ndio. Tumesema ya kwamba uaminifu ni tabia inayojengeka. Kwa uwezi kuwa mwaminifu kama hujaanza kujenga kuwa tabia. Kwa uaminifu sio jambo la pap limeshuka mimi imekuwa ni tabia ambayo tayari kwanza kwako. Yes. Mpaka wewe mwenyewe uaminike. Yaani wewe mwenyewe ujiamini. Ukishajiamini wewe, ni rahisi sana wengine kukuamini. Kwa nini? Babangu anasemaga hivi,
kitu chochote ambacho mtu unakiona kwa nje tayari ndani kilianzia ndani. Ndio. Kwa ile picha ya ndani, yule Jennifer wa ndani anatokezea hadi nje. Kama amekasirika basi alianzia ndani. Kwa ule uaminifu unaanza ndani kwako. Ndio. Mwenyewe hujaanza kujiamini kwenye pesa zako. Mwenyewe hujaanza kujiamini kwenye muda. Mwenyewe hujaanza kujiamini kwenye malengo uliojiwekea 2026 ya kwamba mimi nitakuwa hivi, nitakuwa hivi, nitakuwa hivi. Haviji tu kama hujaweza kujisimamia. Kwa kitu ambacho kilimfanya Yesu Kristo kuaminiwa na Mungu au baba yake ni uaminifu kwenye kila maeneo, kuomba, kufanya kazi, hivyo na vile, ndo akapata. Kuna sehemu mtumishi alisema ya kwamba mtu analipwa. Kwa malipo yalikuja kwa sababu alijiaminisha. Amen. Mtu mwingine ambaye tunaweza kumwangalia, samahani mtumishi wa Mungu, kabla hujaenda mbali, najua dakika zetu zinakimbia kwelikweli na kipindi chetu hewani kutoka madhabahuni leo kinaelekea tamati. Yes. Umeongelea habari za Yesu, namna maisha yake alivyokuwa mwaminifu kwa baba yake. Tukisoma Wafilipi sura ya 2, naomba tuanzie tusome wa 9 alafu tutaenda juu kule. Mstari wa 9 anasema, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo kila jina. Kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo majina. Sasa tukija kuangalia mpaka amekirimiwa ni kwa sababu ya maisha ya uaminifu. Yes. Haleluya. Namna kuna mahali unaona Yesu anasema nimekuja niatende mapenzi ya baba yangu. Niatende anayeweza ndugu zangu ni wale wanaoyatenda mapenzi ya baba yangu. Yaani tunaona kabisa huyu ni mtu ambaye maisha yake yote amejidhabihu kuyatenda mapenzi ya baba yake, na kuyatenda mapenzi ya baba yake ni jambo linalohusisha uaminifu. Yes. Haleluya. Sasa ukija kuangalia hapa huu mstari kuanzia wa 4 anasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Mstari wa 5 anasema iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Mstari wa 6, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kwa kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Mstari wa 7, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Yes. Mstari wa 8 anasema tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Haleluya. Sasa ndio maana hapa tunakuja mstari wa 9 anasema kwa hiyo. Kwa hiyo baada ya kuwa mwaminifu anakuja sasa kwenye hiyo taji sasa. Kwa maana hiyo hata baba yake hakuona shida kabisa. Ndio maana kuna mahali Biblia inasema Mungu akamtambulisha, akasema huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye kwa sababu ya ule uaminifu. Mwana wa Mungu, kuna mahali ukiwa mwaminifu watu hawawezi kujificha. Hapana. Watu watakutambulisha tu. Watasema tu huyu. Amen. Haleluya. Amen. Tuendelee mtumishi wa Mungu hapo. Sasa kitu kingine au tumwangalie mtu mwingine ambaye tumetoka kumuona ni Yesu Kristo ambaye Daudi. Ndio, tukimwangalia Daudi. Daudi kwa jinsi ambavyo Samueli aliweza akampaka mafuta. Kama ingekuwa ni siku moja tu mtu kuaminiwa, Daudi alivyopakwa mafuta, Mungu angeweza kumwamini akamweka kuwa mfalme. Lakini ilichukua muda mpaka kuwa mfalme. Kwa nini? Hapo Daudi amepakwa mafuta mara 3. Yes. Mara 3. Na Daudi hakukurupuka kwenda kwenye nini? Kwenye kiti cha ufalme. Akamtoe nani? Sauli, kwamba wewe bwana mimi nishapakwa mafuta, toka hapa na kung'oa. Kitu ambacho kilimsaidia Daudi ni unyenyekevu. Kwa kitu ambacho kitakusaidia hata Yesu, kilichomsaidia ni unyenyekevu. Alijifunza kunyenyekea, akawa na namna ya utumwa. Kwa kumbe uaminifu au kuaminiwa na Mungu itategemeana na wewe unakuwa mnyenyekevu. Kuna wakati fulani Yesu alinyenyekea, akawa anataka kuwanawisha. Sio alitaka, aliwanawisha. Aliwatawaza miguu. Yes. Hivyo nadhani kwa haraka sio ungesema huyu ni Mungu, huyu ni mkubwa. Ndio maana Petro kuna saa aliogopa, akagoma. Kwa nini? Lakini huyu mtu alikuwa mnyenyekevu na alikuwa mwaminifu kwenye hicho, akaona ya kwamba hawa hawafai, lakini alinyenyekea.
Yes. Mtu mwingine ambaye tunaweza kujifunza kwa haraka haraka ili dakika zangu nisile sana, tunamwangalia Elisha kwa mwanamke Mshunemu. Ndio. Elisha si kana kwamba mpaka kutengenezewa kibanda ilikuwa ni jambo la siku moja. No. Hapana. Ilikuwa akienda anakula, wakati anakula wanampima. Ndio. Huyu ni mtumishi wa aina gani? Nataka nikwambie tu hata kwa watumishi wa Mungu. Amen. Kuna mtu siku ya kwanza unavyoanza kujitambulisha, kuna watu wanakuchukua hivyo. Sasa siku nyingine ukija ukasema kitu kingine, watu hawakuamini. Ni kwamba unakushusha tena, hata kile ulichokuwa nacho hawawezi kupokea. Ndio. Kwa nini? Unatakiwa ujenge uaminifu iwe tabia yako. Kitu kinachoitwa uaminifu sio jambo la maigizo. Ya kwamba nitaigiza leo, kesho nitakuwa hivi. Ni tabia. Kwani tabia ni nini? Tabia inakuwa ni vazi. Amen. Kama Mungu anavyosema utakatifu ni vazi. Kwa ni vazi. Amen. Mtu anakuwa nalo. Amelivaa. Kwa kila hata akipita, wanasema yule mtumishi wa Mungu. Haiji tu kuwa mtumishi wa Mungu. Ni vile umejenga uaminifu. Amen. Umejenga uaminifu. Kuna watu wengi ambao tungetamani kuwaona, ila kwa muda au huu ambao tumeupata, Baba ninashukuru sana. Amen. Amen. Mungu akubariki sana Pastor Jennifer, nafikiri unaweza kusogeza kipaza sauti hapa kwa mtumishi wa Mungu Pastor Rose. Tumeona mtumishi wa Mungu amezungumzia hapa habari ya uaminifu, amezungumzia habari za Yesu, uaminifu kwa baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na tumeona kwamba Yesu hakuinuliwa tu, hakukirimiwa tu jina lipitalo majina yote kwa sababu tu ya yani from nowhere tu. Kuna maisha ameonyesha uaminifu kwa baba yake. Mpaka baba yake kuna muda anasema huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Manake namna alivyotenda vizuri kwa baba yake, alivyotembea kwenye uelekeo mzuri, uaminifu katika kila maelekezo alikuwa anapewa, ndicho kinachomfanya aweze kuinuliwa. Haleluya. Basi ni mkaribishe mtumishi wa Mungu hapa Pastor Rose. Naamini analo jambo la kutushirikisha leo na kutusaidia ili kusudi tu tuweze kufikia mahala ambapo Mungu anataka tufike kwenye mafanikio na baraka, neema mbalimbali. Karibu sana mtumishi wa Mungu Pastor Rose. Amina baba, asante sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakushukuru sana baba kwa hii nafasi ulionipa. Kwa ile somo letu ambalo liko mezani, kuaminiwa na Mungu. Yes. Kwa hiyo tumeona kuaminiwa ni kitu ambacho kiko ndani, yani maana yake ni tabia. Ni tabia ambayo iko ndani, ambayo umejenga wewe mwenyewe. Kwanza nitaanza kumleta baba yetu Ibrahim, baba wa imani. Alivyopata mtoto kwa ahadi ya Mungu, na pia Mungu akafika hatua fulani akasema kwamba namtaka. Na pia hakutaka nani kugoma. Hakugoma kabisa, alikubali kufanya hicho kitu. Na ndipo Mungu akasema kwamba nilikuwa nafanyeje na kujaribu. Kwa hiyo tunamuona baba wa imani pia alikuwa mwaminifu mbele za Mungu. Hakutaka kujizuia kwa sababu huyo mtoto amepewa na Mungu. Na pia unaweza ukawa umepewa na Mungu. Watu wengi yani tupo. Unaweza ukawa umepewa na Mungu kitu, lakini ukiambiwa swala la kutoa unakuwa ni mgumu, especially kwenye na utoaji kama sadaka. Unaweza ukawa ni mgumu wakati wewe umepewa na Mungu. Umeomba biashara kwa Mungu, umepewa, ukasema kwamba yani umempa Mungu, umemwambia Mungu kwamba ukinipa hii kazi, nani nikishapata pesa kiasi fulani, lazima nitakupa kiasi fulani. Na pia Mungu akakusaidia umepata, unakuwa mgumu kutoa. Na yani unaona kabisa ukitoa kiasi fulani, yani unaona yani kuna ugumu fulani, yani kunakuwa na vita fulani. Usipokuwa mwaminifu kwa Mungu hauwezi kufanikiwa. Usipokuwa mwaminifu mbele za Mungu hauwezi kufanikiwa wala kupiga hatua fulani. Tunaona pia tukiingia kwenye kitabu cha Mathayo sura 25, tunaona hao watu watatu waliopewa talanta. Mathayo 25 kuanzia mstari wa 14 anasema, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zao. 15 anasema, akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake, akasafiri. Kwa hiyo tunaona kwamba kumbe kwa Mungu aliwaona kwamba wana uwezo fulani, ndio maana akaweka talanta ili waweze kuzalisha. Kumbe tunaona kwamba kwa Mungu pia kuna kuzalisha. Usipokuwa mwaminifu kwenye hicho kitu hicho,
Mungu hawezi kukufanikisha. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kuna mtu mmoja aliyepewa 5 akazalisha zikawa 10. Kuna mwingine aliyepewa 2 akazalisha 2 tena. Kwa hiyo huyu wa mwisho pia tuliona kwamba hakuwa mwaminifu. Alipewa 1, hakuwa mwaminifu, akaenda kuifukia chini. Kwa hiyo maana yake hakuweka hakuzalisha kwenye ufalme wa Mungu, maana yake alifelisha ufalme wa Mungu, hakuweza kuzalisha. Amen. Haleluya. Tumeona mtumishi wa Mungu amezungumzia habari ya wale watu, wale ndugu wamepewa. Kumbe Mungu ana tabia yaani kwa maana hiyo hakuna mtu ambaye hana kitu cha kimungu. Haleluya. As long as umeokoka. Amen. Na hata wale ambao hawajaokoka, Mungu anataka uokoke ili uingie ndani yake, akurejeshe kwenye kusudi. Amen. Na kumbe mtu akiingia kwenye kusudi, kuna Mungu anampa kipawa au anaweza kumpa jambo fulani ambalo anataka alitendee kazi. Haleluya. Sasa kwa namna yoyote ambapo utakuwa unaomba, labda hata utakuwa na mifungo ya 100 kavu, unaomba uinuliwe zaidi hapo. Yaani kwa Mungu kinachomata pale ni namna ya umekuwa mwaminifu kiasi gani kuzalisha hicho ambacho unaona kama kidogo. Mungu atusaidie sana. Umekisimamia kiasi gani? Umekipalilia kiasi gani? Umekitengenezea. Mfano, mtu anaweza akapanda mti wa matunda, kama hataweza kuwekea mbolea, hataweza kuweka maji pale, asitarajie kuja kupata faida. Asitarajie kuja kula matunda. Kwa hiyo asipokuwa mwaminifu kwa ajili ya kuwekea samadi, kuwekea maji, alafu anataka miti mingine mingi, na wakati huu mmoja ameshindwa kutengenezea mazingira fulani uweze kuwa na matokeo. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo mbele za Mungu pia, Mungu anatupima kwenye vitu hivi ambavyo sisi tunaona ni kama, mfano nilisema mwanzo kwamba unakuta labda mtu amepangiwa kanisani tu kufanya usafi, anadharau, alafu anataka Mungu amuinue, awe anainua wafu, anafufua wafu, anaenda mochari, anainua wafu, na wakati kudeki vyoo, kupanga viti kanisani hajaweza, alafu anataka Mungu amwamini kwenye kufufua wafu. Mungu asaidie sana. Inawezekana? Haiwezekani. Kumbe maana yake kuaminiwa na Mungu ni jambo la kuanzia hapo ambapo yamkini Mungu anaweza akawa amewatumia watumishi wake kukuambia kwamba wewe kuanzia leo utakuwa. Sasa wewe unaweza kuwadharau ukasema wanadamu tu hawa, mimi nasubiria sauti ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo wana wa Mungu, niseme tu kwamba kuna vipengele vidogo vidogo ambavyo sisi tunavidharau, ndio Mungu anavizingatia namna ya kuvitumia hivyo hivyo kutuinua kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo tukivifanya kwa uaminifu, tukivisimamia kwa uaminifu, itakuwa ni vyepesi sana kwenda kwenye hatua unayotaka. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki, na wewe unayetufuatilia, yamkini unatamani kwenda hatua fulani ya baraka ili umuone Mungu akikuinua, lakini katika hicho alichokupa hakikisha unakisimamia kwa ubora mpaka yeye mwenyewe anapotazama aone kwamba kweli upo serious na hilo jambo, na akikuona anasema na yule aliyekuwa mwaminifu kwa machache ataaminiwa kwa mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana. Usisite kututafuta kwa njia ya simu, tupigie, kuna namba zetu ziko hapo kwenye screen, na Mungu atakusaidia na maisha yako hayatabaki kama yalivyokuwa. Na wewe ambaye bado hujampa Yesu maisha yako, ni wakati mzuri kabisa, unaweza kumpa Yesu maisha yako na ukaanza kuishi hayo maisha ya uaminifu, na ukaziona neema nyingi na baraka nyingi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwa sana.